Basi acha nishukuru kwanza kusimama mbele yenu. Nishukuru madhabahu pia kwa kunipa nafasi hii kusimama kwa ajili ya neno. Nikushukuru na wewe ambaye umetoka kwako ukaacha shughuli zako na ukajua ya kwamba leo ni siku ya kukutana na yule Muumba wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana siku zote huwa na pilika mingi, lakini siku kama ya leo moyo wako unatulia, unasahau kuenda kugombana na watu, kushikana na vikombe na mambo mengi, kuja kukaa na kukutana na Muumba wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa majina yangu naitwa Michael Kagohu. Kwa wale wageni, nilioa mke mmoja. Kwa sijui kama hii napenda sana kuneneka kwamba mke mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namshukuru Mungu yule ambaye ameandamana nami ndiye mke wangu. Nimebarikiwa na yeye, tunaishi, tunamsubiri Bwana pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesimama kwa sababu ya neno limeombewa, nami niko hapa kwa muda mchache sana iwezekanavyo, lakini yote yatatendeka kwa uwezo wa Bwana. Naomba tumwangalie jirani yako pale yuko katikati ya hii wiki, unaweza ukaona nini ndani yake? Sura imekunjamana, ama unamwona na huzuni kidogo, ama kana kwamba anataka kuihama Lamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie ya kwamba Mungu ana makusudi ya kukuweka kisiwa hiki cha Lamu. Maana hata kwenu kazi zile unazozifanya huku zipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Reverend wetu kwao hakuna hospitali ya macho, lakini mbona Mungu akamtuma akuje Lamu? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ana makusudi ya yeye akae hapa. Na wewe ile kazi yako ulionayo, Mungu ana makusudi ya wewe ukae katika kisiwa cha Lamu, hasa Mararani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe usijilaumu ukakosa amani, ukakosa furaha, ukilala unafikiria nitaamkaje, kazi hii imenisinya. Hata ikusinye, wakati Mungu ikimsinya atakuondoa kupeleke mahali kwingine. Lakini hata ukang'ang'ana ikusinye, haitakusinya, maana kila siku itakupea mapato. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo nilipokuwa ninaingia hapo usiku wa leo, kuna mahali Biblia inasema ya kwamba maandalio ya mwanadamu, sijui hapo yanasema nini, lakini makusudi ya Mungu. Nilikuwa nimeandaa ujumbe ule wa asubuhi, lakini usiku wa leo nikaja nikapokonywa hiyo karatasi. Nimelala, nilipofika usiku nikaota nimefika hapa pale kwenye kile kisima nilijengewa. Nimeshika karatasi yangu, nimeiweka pale kwa zile zinaitwaje zile za kutengenezea mitihani. Hapo ni hizo. Nimeweka hapo, ninakuja kanisani. Lakini haikuwa siku ya kanisani, lakini nilikuwa ninakuja kwa maombi ya jioni. Nilipofika pale nikakutana na couple. Naenda wapi? Anaenda kanisani. Kwani maombi umemaliza? Hata nachukua funguo hapa, wewe twende, wengine wako hapa. Sasa vile anapita nikasikia tu kama kabaridi, anaenda na hiyo karatasi. Sasa sijui, kumbe ulikuwa tayari kuna mtu ameandaliwa apeane huo ujumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hata hivyo namshukuru Mungu kwa sababu huo usiku huo nikapata kitu tuongeleshane kwa ajili ya safari ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hii safari ni lazima mtu ajitambue katika hii maisha anayoishi. Lazima ajifahamu katika kitengo yuko, awe ni mama, awe ni kijana, ama hata mzee. Ni lazima ajitambue
mimi ni nani na ninafanya kitu gani kwa ajili ya safari ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nakumbuka wana Israeli walipokuwa kule nchi ya utumwa, walikuwa wamekaliwa sana. Katika lugha ya hii taifa tunaosema walikuwa wamekaliwa chapati. Walikuwa wakatumwa kwa mambo mengi, wakapigwa kwa sababu wafanye kazi. Lakini wakati walipoinua midomo yao, sauti zao, wakimwambia Bwana, siku ile Bwana alipochoka na mateso waliokuwa wakifanywa watu wa Mungu, akaagiza mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka siku ya leo Mungu aagize mtu katika maisha yako, ajaribu kukagua maombi yako. Maana Wanaisraeli walikuwa wakiomba sana hata kulia machozi. Wakati mwingine wakafikia mahali wakavunjika moyo, labda Mungu tunayemwabudu hasikii. Lakini wakati wa Bwana ulikuwa haujafika. Lakini wakati ulipofika, akatazama kilio cha watu wake na akawatoa pasipo kuuliza mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe leo ulivyoingia, najua kuna mambo ambayo unaweza ukawa unasema ni kawaida, maana toka nilipookoka mambo ni hayo tu, mambo ni yale, maana ni kawaida yangu. Lakini kanisani sitakosa, na hautanyimwa kanisani kwa sababu ya huo udhaifu wako kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo siku ya Jumapili utasikia uko sawa, naenda kupiga praise safi, lakini kuna udhaifu ndani yako ambao unajua huu ninatembea nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo miaka uliyookoka yote, leo Mungu nataka atume mtu aje akwambie hapa si pako. Pigie Bwana makofi mazuri. Nasikia ndanini mwangu kwamba kuna vitu ambavyo tunaishi navyo, ambavyo hivi vitu tunaviona ni vya kawaida sana. Tunaona hivi vitu tunatembea navyo, bila kuwa navyo mwanadamu hajakamilika. Lakini hivi vitu vinatuashiria kwamba katika sehemu tunayoishi bado hatujakamilika. Katika maisha haya ya wokovu tulionayo hatujakamilika. Bado kuna vitu mapeni kidogo kidogo tuyatoe ndani mwetu. Maana kama ulitoa 1000 hata shilingi nayo niwe nitadaiwa, hiyo ndio inatakikana. Mwanzo ile shilingi ndiyo iliyombariki sana yule mama wakati wakitoa sadaka, na yeye akatoa ile ndururu yake na akaenda akaiweka madhabahuni. Yesu Kristo hakuona maelfu yaliyotolewa, akaangalia ile ndururu iliyotolewa. Sasa Mungu ana haja na hicho kitu kidogo, ukitoa ndani yako aanze kubariki mambo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunataka tusome kitabu cha Kutoka mlango wa 17. Kutoka mlango wa 17 mstari wa 8 hadi mstari wa 13. Kuna historia pale ambayo nilijaribu kuitafakari na ninaijua, maana ni vitu ambazo ziko na zinafahamika. Lakini nikafikiria, mbona ifikie wakati watu watambue kwamba hiki kinachofanyika kinafanyika kwa sababu ya kitu fulani kikifanyika, lakini kitu fulani kisipofanyika, kitu fulani nacho hakifanyiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui tuko pamoja. Wakati kitu fulani kikifanyika ndani yako, kuna kitu fulani katika maisha yako kinainuka sana. Na wakati kitu hicho kinachoinuka kikiteremuka, kuna kitu fulani pia kimeinuka. Siku moja nikawa niko kanisani, mama mmoja akatoa ushuhuda wa kushitisha sana. Akanambia, mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, lakini kila ninapolala
Ndoto zangu si za hapa kanisani. Ndoto zangu si za kumsifu Mungu. Ndoto zangu si kwamba niko kazini ninafanya kazi. Ninaota ninalimishwa mashamba makubwa. Lakini siku ya kanisani ninasikia nikuje ni muabudu Bwana. Nataka nikuulize, huyu mama amekamilika kwa hii safari? Maelfu ya dhambi ameyatoa, lakini kuna mwanya wa ndoto. Hakuna hata siku moja atapata mhubiri amesimama anahubiri akilala amechukuliwa mashamba ya mahindi maekari 100, yeye na jembe hata sitinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa uko hapa, kuna vitu vidogo sana mpendwa, kuna vitu vidogo sana mama, unavyofikiria ya kwamba hivi ni vitu navyotembea navyo, na wakati nilipookoka niliviona tu vinaendelea na bado vinaendelea hadi sasa, na sina kinyongo navyo. Kuwa na kinyongo navyo, maana hivyo ndio vimezuia nafasi fulani kuinuka. Somaji mzuri aliyepata msomi. Kitabu kile cha Kutoka mlango wa 17 taanza mstari wa 8, nasema, wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile, na ile fimbo ya Mungu itakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mkono wa Musa ilikuwa mzito. Basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokutwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Pigie Bwana makofi mazuri. Musa akawa amepata mwongozo toka mbinguni kwamba aende apigane vita, lakini wakati huo alikuwa na watendakazi wake, kama vile tuko na reverend wetu ambaye anajua ya kwamba hata ibada ya kwanza asipofika mapema, lakini atakuja akute watu wamechangamshwa, watu wamekwezwa milimani, hata bado kupiga musasa na kupaka rangi aondoke, maana kazi kubwa tayari imefanyika. Musa akamwambia Yoshua, ni kweli nimepata maandiko ama mazungumzo nimenenewa kwamba tuende tupigane na Waamaleki, lakini ninakutuma wewe Yoshua kwamba uchague watu utakaoenda kupigana na hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha mimi nitakuwa nyuma na ile fimbo ile ile niliyopewa tokea nilipoanza safari ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mahali wewe uliokoto, kuna mahali wewe uligeuka, wakati ulipochoka na kile ambacho kilikufanya ukamfuata Mungu, hapo ndipo ulipookotwa. Kuna kitu muhimu sana ndani yako kiliwekwa. Jiulize hicho kitu ni kitu gani? Na katika hiyo safari ambayo siku ulipookota hicho kitu, je, unaweza ukafikia mahali ukakitambua kwamba hiki ndicho kilichonifanya nimefika hapa? Haleluya. Hivi tunavyoenenda, hebu jaribu kujiweka kama mkutano. Akili yako na mawazo yako, siweke mke wako hapa, hata mimi mke wangu hayupo, ujiweke kama mkutano peke yako. Wakati ulipookoka, kuna kitu ulikuwa umechoka nacho, na hata kama ulikuwa umezaliwa katika wokovu, baba yako ama wazazi wako walikuwa kwa wokovu, kuna wakati ulikuwa
kumjua Yesu Kristo. Hapo ndipo kwenye hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kitu usikisahau. Maana katika hicho kitu ndicho kimekuwa mwongozo wa safari ya mbinguni. Musa akamtuma Yoshua, na Yoshua akajichagulia watu waende wapigane na Waamaleki. Na wakafanya hivyo, wakapanda mlima na wakaenda wakapigana. Na Musa naye akawa yuko nyuma kuenda kuangalia. Wale Bwana amenipa na nimewapa mamlaka ya kufanya hivyo, je, wanaitenda kazi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umepewa kazi ya Mungu. Wakati ulipoambiwa hili ndilo lako, kwamba mzee wewe utakuwa mshauri kwa ile kanisa, na sasa umetumwa, halafu kuna mtu anakufuatilia nyuma, je, kazi niliyowapa wanaitenda sawa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Musa akaanza kuwanyemelea polepole, akaenda na akakaa na yeye, akaangalia jinsi ya vita vinavyoendelea. Maana Musa alikuwa wakati huo ni mzee kama Biblia ilivyotuambia. Na wakati walipokuwa wanapigana, watu wawili wakatazama, wakajua kwamba kuna mtu nyuma yetu. Walipomwangalia ni Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakawa katika vita, lakini wakawa wanashindwa. Mbona mara tupigwe mpaka tutaki kukimbia, halafu tujisikie mambo sasa ni tukiwafuata tunawapiga, mpaka tusikie na sisi tumesikia tunaweza, tukididiki tunapigwa. Wakaanza kufikiria kuna nini katikati ya hili jambo. Kuna watu wawili, vita vilivyokuwa vinaendelea, walipotazama wakamwona Musa akiinua mikono yake juu. Waamaleki wanatolewa jasho, wanatoka mapovu, wanapigwa bakora, wanapigwa vibaya, lakini Musa akichoka, akiteremusha mikono yake, Waisraeli wametongoshwa. Pigie Bwana makofi mazuri. Waisraeli wanaambiwa sasa na sisi ndio sisi. Wakati Musa akiweka mikono chini, vita vinageuka, vita vinabadilika, mikataba inabadilika. Wakatazama, hebu acha tuangalie tena. Wakapigwa kidogo. Musa alipoona watu wangu wanalia, akainua, vita vikageuka. Waamaleki wakaanza kuchapwa. Wakasema, kumbe siri iko pale. Haruni, twende kale nikamzee. Lakini angalia, siri ni kwamba wakati akinyosha mikono yake tunapata nguvu ya kuwapiga Waamaleki, lakini wakati akishusha, basi mambo yanakuwa kana kwamba hatukuja. Sasa tufanye nini? Twende tuokote mawe mawili, twende mpaka kwa yule mzee, tumuwekee mawe, tumtegemeze mikono yake, kisha tushikilie kule, mambo yawe mazuri. Pigie Bwana makofi mazuri. Kuna siri katika maisha ya wokovu tunaoishi. Wakati wowote unapotembea, jaribu kuchunguza maisha yako. Mbona naweza nikafikia mahali nikawa na amani sana, mpaka nikajisikia kwamba ingekuwa Jumapili ni kesho, basi mambo yangekuwa mazuri. Wiki nyingine kilio, machozi na majonzi. Tazama nyuma. Kuna mtu anakufuata, ana siri za maisha yako, ana siri ya ndoa yako, ana siri ya kazi yako, ana siri ya kipato ambacho ni maisha yako ya baadaye. Wakati tu ukijua nyuma yako kuna mtu aliyekutuma kwamba nenda uifanye kazi, nawe ni kweli unaifanya, maana kanisani haukoseki, kwa ibada ndiwe wa kwanza,
siri za ushindi wako. Basi wakati walipokuwa wamejua siri ni ile, wakaenda wakamwekea mawe Musa, mikono yake ithibitike, ili sasa wapige vita vizuri. Nataka ujue siri ya maisha yako. Haleluya, haleluya. Kila kidogo ulicho nacho unakiona kwamba hiki ni kawaida. Kuna watu hapa hata usiku wa leo wamepiga manduru kitandani, lakini huku nyuma nafasi ya kuingia kanisani. Ama umeambiwa usije. Baada sasa sana. Amani labda unaikuta wakati uko na marafiki zako, lakini ukiingia nyumbani kwako fujo. Ukija kanisani ukishikana na kina mama wenzako na vijana wenzako, basi raha starehe, hata unapenda pale nyumbani kwako usirudi. Maana ukiingia hapa laliki, ukiingia wewe ni wewe na ndoto za kufukuzwa. Yani jameni, Stephen, ukubwa huo ulionao wote unakimbizwa na komba mwiko, na unalia, unapiga nduru na uko mbio, komba mwiko yuko nyuma. Jameni, Bwana Yesu asifiwe sana. Waamaleki wakawa wanapigwa, wakati tu siri ya Musa akiinua mikono, na wakati akichoka akiishusha ile apumzike, wanageuzwa. Mawimbi yanageuzwa, upepo unageuka. Kama bendera ufuata upepo, ikianza kuenda huku, huku ikishushwa mikono, upepo unatoka huko na sukuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati walipogundua siri, wakajua na kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulemewa kwako ndiko kumekupa nafasi ya shetani kukupambaza. Umefikia mahali kabisa, kweli ninaomba, kweli naenda kanisani, nikifika na changamka, lakini mbona bado mapato yangu yako pale pale? Mbona nikifika kwa nyumba yangu ni moto, wakati nikitoka ndio husikia kabaridi kafeni kananipiga, lakini nikirudi nyumbani jasho, maneno kwenda mbele? Kuna siri iko nyuma yako. Geuka, maana unaopigana nao wana ujuzi sana. Nani hapa kuna mtu na ndugu yake tumbo moja? Nataka nichukue kama mfano. Tumbo moja. Nana? Huyu waweza mkasirikia kweli maisha yako yote, lakini kukosana si kupo. Mkosane kabisa, halafu usikie ndugu yako amepata mchumba toka Uingereza na kutakuwa na sherehe kubwa. Hasira utaenda nazo harusi? Ndivyo ilivyo Yesu Kristo na shetani. Wale ni mandugu, hawawezi wakakasirikiana. Ni wewe mwenyewe uamue nani wa kumfuata ukukupatie. Na hakuna hata siku moja Yesu atakuja akutoe mikononi mwa shetani wakati haujaamua kumwacha shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ukiamua kwamba mimi nitamfuata shetani, basi na yule mwingine naye hana usemi, japo alikufa kwa sababu yako, lakini roho yako imechagua kumtumikia shetani, basi hata kama ni mbaya namna gani, lakini bado ni nani? Ndugu yako. Na siku wakati ukiamua kwamba ninatoka kwa shetani na ninamfuata Yesu, hata angalia ugumu na shida ulizozipata Misri, bado Yesu atasema
ni mwanangu, ukienda kule wewe ni mwanangu, ukija huku na wewe ni, na anakukumbatia, kufute machozi, akusahaulishe yote na aanze safari na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile hauwezi kasirikia ndugu yako, ndivyo ulimwengu wa shetani na ulimwengu wa roho unavyofanya kazi. Wakati wewe mwenyewe umejichagulia Yesu Kristo, kamilika katika Yesu Kristo. Wakati ukijichagulia kutoka kwa Yesu, hakuna atakaye kuzuia. Maana tutakusikia huko kwa kila buni tayari. Tutakusikia tayari wewe huyo umezini, umeshikwa kwa nyumba ya mtu. Tumekupeleka. Si umeenda mwenyewe, umejichagulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo tunazungumza nini? Tunazungumza kuhusu kuinuka. Labda wakati huu unamtukuza Bwana, lakini moyo wako haujafikia mahali pa kuona muujiza wa kukufanya wewe useme kweli Yesu ni Bwana. Lakini miujiza ipo. Siku moja nikawa nimekaa. Wasipendi sana kutumia mifano ya watu, wanajitumia wenyewe. Miujiza ipo na Yesu Kristo si alifufua. Nikuulize Philip, sisi hatuna uwezo wa kufufua. Lakini toka uokoke, ulisikia Mararani kumefufuliwa mtu? Kwa nini? Watu waliopangaiwa na majini hawafunguliwi. Bwana, hatuwezi tukafufua wafu. Nilikuwa ninajiuliza hilo swali kwa muda mrefu, lakini nikaletewa picha ya kwamba leo hii nimeoa na nifariki, niwekwe mojari wiki mbili. Mke wangu ni yeye na kuomboleza. Siku ya mazishi, Pastor Reverend Thomas Kombe asimame aseme mtu huyu hakulala, kwa jina la Yesu Kristo amuka na utembee. Michael Kabohusu tena. Mke wangu tutalala kitanda kimoja wewe. Tujiulize, wiki mbili mochari, kweli Bwana anatenda? Lakini hili, kwa hivyo Mungu anatashishwi sana ya matendo yetu mengine, ya kwamba tukiyafanya tunaweza tukavunja imani za watu kabisa na wasiende kabisa. Sasa mke wangu atakuwa ni na kukimbia, akiniona nyumbani itawaje? Na tuliunganishwa, hatuwezi tu kisema tumetenganishwa na kifo, kumbe nimefufuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna mambo mengine Bwana ameweka vipawa ndani ya watu, lakini hawezi akavitoa kwa sababu ya imani za hata hao walio kanisani. Si kwamba hakuna watu wanaoweza kufufua wafu. Wapo na vipawa viko ndani mwao, lakini wakati wakiwa katika yale maombolezi, kile kipawa kinatulia, hakizungumuzi. Maana kikizungumuza mazishi utaachwa wewe, maana watu wataenda. Mke wako amefufuka wiki mbili mochari, mimi kwetu na mapema. Mume wangu wiki mbili mochari, nenda kupumzika. Haya si ya Mungu, ni ya nani? Na hata aliyesema aliyekufua ni yule wa Bwana, ametumia jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo inuka katika ule uweza ulionao. Sasa kuna nafasi ya kujua matendo ya Mungu ndani yako. Labda kile ambacho nakichukulia ni kawaida ni kwa sababu ya kulema kwako. Kuna kitu labda bado kinakusumbua. Unaona tu mimi ni wa kawaida kwa hii familia. Wewe si wa kawaida. Kuna mtu aliyekutuma. Kuna mtu aliye nyuma yako, anakupea tu ishara za ushindi wako.
anakupea ishara tu za ushindi wako, anakupea ishara ya safari ya mbinguni, anakupa ishara ya mapato yako, anakupa ishara ya kile ambacho kiko mbele yako ukichukua kiwe chako. Haleluya. Unajua wakati mwingine tunajichukulia sisi tumezaliwa katika familia masikini, na katika haya acha nisubiri Mungu katika hii safari, katika familia hii masikini ama katika familia hii iliyo na shida. Ndugu yangu, kuna mahali Mungu anataka akupeleke, ili wale maadui waliokuzunguka, wanaokusumbua, halafu wakuache kidogo usikie raha, halafu wakuregee na wakushike kabisa mpaka useme leo nimeisha. Kuna ishara nyuma yako, uwapige bila kugomba mpaka waseme ya kwamba tumekuacha, kwa sababu umepata kitu ambacho ndani yako kinainuka bila kugoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna story moja, mtu mmoja tajiri aliyekuwa na mtoto binti yake, na akasikia kwamba huyu binti yangu amefika wa kuoleka. Na nyakati hizo ama nyakati za hata tuseme referent, wakati huo walipokuwa wadogo, ilikuwa si rahisi sana msichana ama mvulana aende aokote msichana ama mvulana aseme huyu ni mchumba wangu. Wakati mwingi huo unaambiwa ya kwamba tulikuonea msichana mji fulani, maana hapo panalimwa, watu wa hapo si wavivu, watu wa hapo ni wachangamfu, tena kizazi cha pacha. Na wewe kwa sababu umesifiwa hayo yote, unajisikia nimepata mke. Na wakati huyo tajiri akaona kweli huyu binti yangu amefikia mahali pa kuoleka, na akatangaza mitandaoni kwamba niko na binti yangu ambaye nataka nimuoze, lakini atakayekuja kuoa niko na mitihani mitatu. Akiipita hata mahali sitaki, nitamuondolea sherehe ya aina anayotaka na nimpeleke mpaka kwao. Ufikirie, tangazo limetoka Nigeria na wewe uko hapa na haujaoa, na kamepostiwa. Wale ambao wanasema sio nimalizie, yana amepostiwa hapo kwa mitandao, uko umemuona na nikana kwamba yuko pale City Group kwako, halafu safari ni Uingereza ukachukua msichana. Na watu waliposikia hivyo, wakainuka wenye magari, wakainuka wenye ndege, wakainuka wenye vipato vikubwa, na wakasema huyu binti lazima. Na wakaongea wakiwa wanajua ni lazima, maana wana madigrii na madiploma, wako na mambo makubwa, Land Rover na Land Cruiser ama Land Rover, wewe haujui. Na wakaenda kwa mfalme, lakini mitihani ile waliopewa walikuwa hawana ujuzi nao, wa diploma ya shule, ya degree ya university, walikuwa mitihani ile hawaiwezi. Ukatokea kijana Mararani anaenda Uingereza, ni masikini, akikula leo mpaka kesho apate mjengo ndo apate chakula, na akamwambia babake, baba naenda Uingereza kwa kale kama msichana nilikokuonyesha, kwa hata kasimu kangu kae mkopa, na akafuata. Na akasahau kabisa kwamba yeye ni maskini, naenda nichukue ule utajiri ni ulete nyumbani. Simama, inuka, tuchukue utajiri wa Bwana, tuweke kanisani na nyumbani mwetu, tufanye miujiza ya Bwana, tungoje Mungu atuchukue. Akamwambia, mwanangu, hata hapa kilichobaki ni hiki, twende tukalimie
Bishop. Ndio tupate tena chakula jioni. Wewe una safari ya Uingereza. Utaenda na nini? Utasafiri na nini ndio ufike Uingereza? Akamwambia, baba, niache. Mimi nimeamua, na nilivyoamua ninaenda na nitarudi na huyu msichana. Amesahau umasikini wake. Sahau shida zako. Sahau kile kinachokutia ganzi katika wokovu. Kuna utajiri mahali unakungojea tu. Ujitambue kwamba mimi kile ndiyo changu, na uende ubebe. Watu washangae, yule tuliyekuwa tunamjua amejenga nyumba kubwa namna ile. Yule tuliyekuwa tunamfahamu amejenga wholesale kubwa namna ile. Yule mama aliyekuwa hata hajui kusona, yule ndiye ameajiri watu mpaka amefanya kampuni ya cherehani. Yule mzee aliyekuwa hajiwezi ndiye ameajiri watu, yuko na shamba kubwa ya mapato. Kwa sababu uliinuka na ukatazama kile kilicho mbele yako ni kikubwa kuliko hiki ambacho ulikuwa umekiinamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule baba akamwambia, basi acha nikuchukulia hii chakula nikuwekee. Pale kitaishia utaomba, sijui utafikaje mwanangu. Utapata lifti, sawa, utatembea mpaka Uingereza. Haya. Kapikiwa chakula, akawekewa kwa kikapu. Na wakati alipokuwa anaendelea kutoka, akamwambia baba, akamwambia, mwana, unaweza ukawa njiani ukaboeka. Chukua hii, ukifika mahali kama unapumzika kwa sababu safari ni ndefu, naweza anza kukunja ukasona vikapu, maana sisi ni watu ambao tumekuwa tukisona. Chukua kidogo na uende. Kaanza safari. Wiki ya kwanza, ya pili, amechoka. Akapumzika mahali. Akasikia ndani yake kuna kelele sana za wanyama. Na akaanza kuchunguza, hao wanyama wako wapi? Mtu aliokaa una wanyama wengi wa kila aina. Wale wanyama wakauliza, unasikia njaa bwana mkubwa? Si utupe hiyo chakula yako kidogo ambayo umebaki nayo tukule. Lakini sisi tunakuahidi kwamba kule unakoenda, ukihitaji msaada wowote, tutakupea ishara, na kwamba ukituita kwa hiyo ishara tutakuja tukusaidie. Nani ambaye hajui kuna Mungu hapa? Uliokoka tu unakuja, lakini haujui kuna Mungu. Watu wanakuja kanisani kwa sababu labda birthday yako anaenda kanisani, lakini haujui kabisa hakuna Mungu. Wewe unajua kwamba wakati wa shida ukimuita Mungu anaitika. Na yule naye akaamua kwamba awasaidie, maana hajui ni shida gani naweza kumpata mbele. Labda itakuwa imewiana na hawa, awaite wamsaidie. Akachukua kile chakula akawapa wale ndege, wakala wakaenda. Akabaki yeye na ile ya kusuka. Akaenda tena safari mrefu, na akasikia mahali nimechoka, acha nipumzike. Alipopumzika akaona wanaitwa wale termites. Kwa Kiswahili wanaitwa termites. Siafu. Mchwa. Hao siafu pia wanaweza wakafanya kazi, lakini hao siafu hawatafanya kazi kwa mfano. Mchwa. Wakasikia pale amekaa kuna majani. Mchwa wanatoka pale wengi. Hawa sasa ni namna gani? Wakamwambia, bwana usikimbie, tuna njaa. Tunaomba kile unachosuka tukule tushibe. Lakini ishara tutakayokupa, ukituita kule uenda kumsaada wowote tutakusaidia. Akafikiria, sasa hii nayo ni namna gani? Lakini kwa sababu moyo wangu ni wa safari, sijui ninaelekea wapi, na sijui kule ninaenda nitakutana na nani, wanaweza wakawa msaada hawa mchwa. Acha mimi niwape tu. Wakaangushia kile ambacho walikuwa wamesuka tayari, na kile alikuwa anaendelea akawaangushia. So unajua vile mtu hao wanatafuta.
wakasafirisha kila kitu, na akaondoka akiwa bado ana matumaini ya kwenda kuchukua na kuoa mtoto wa mfalme. Je, wewe katika hii safari ngumu unavyoiona, unatumaini ya kwamba utauingia uzima wa milele? Kwa ishara vile unavyoona, unavyosukwa, vile unavyosumbuliwa na wachawi, vile unavyoonekana ni duni pale mtaani, vile unaonekana haufai, je, bado na matumaini ya kuingia uzima wa milele? Anapata matatizo mtoto wa kimasikini, lakini bado tumaini lake ni kuenda kuchukua na kuoa mtoto wa kifalme. Na akaendelea mpaka akasikia hapa nimefika Uingereza, na akaanza kuulizia. Kuna habari zilitokea kwamba kuna msichana anataka kuoleka, kwamba mzazi wake ana mitihani mitatu. Basi hapo ndipo ninapotaka kaambiwa, na wewe watu wamekuja, wamerudi bila matumaini, tena watu wazito kuliko wewe Morris. Naleta mararu hapa. Kuvaa haujui. Mwanzo viatu ni vya mara mbili, gora mbili, sabana na kirikiri, na unaingia kwa mkwe wako. Na akasema ya kwamba nina matumaini ya kuona huyo msichana ni muoe. Anavunjwa moyo, lakini bado jamaa hajakubali kushindwa, na akapelekwa mpaka pale mida za jioni. Akapokewa, akasalimiwa. Haya mwanangu, unani kulikoni? Akajieleza mpaka akasikia hapa nimetosheka. Akaambiwa na mkwe wake, umefanya vizuri mtoto wangu, lakini umechoka sana. Tutakuonyesha chumba, kisha uonyeshwe na bafu, uoge, pewe nguo nzuri na viatu vya kuvika kabisa, ndio kesho uamuke ukiwa uko tayari kwa mitihani. Akapikiwa chakula, akakula, na akaenda akajipumzisha. Wakati alipokuwa anajipumzisha, kitanda alichopewa hakina neti. Mbu panalalika. Yule ambaye siku moja alilala bila neti, hebu ajaribu kuigiza vile aliigiza usiku. Yaani kakipita hivi, akili imesensi ndio yako. Mbona kakipita miguuni au karushi? Basi akawa anasumbuka usiku. Mbu anamsumbua mpaka akasikia, tena patalalika hapa. Kamwambia, wewe. Mbu anamwambia, wewe kijana, mbona unanisumbua? Mimi naomba tu, nasikia njaa, nataka damu yako tu kidogo nikunywe, nisikie kushiba, kisha msaada wowote utakaohitaji itakusaidia. Basi akamwachia mahali pazuri. Mbu akaweka, akanyonya, akashiba, na akasikia furaha. Kwa hii safari ya mbinguni, mpendwa, haina majaribu jamani. Na haya majaribu bado na matumaini tu ya kufuata Kristo. Mbona haujasikia nimechoka na haya majaribu, acha ni jaribu kuangalia njia nyingine? Mbu akashiba na akaenda. Lakini akakumbuka kwamba wakati wa kwanza nilipokuwa ninakuja nilikutana na ndege, na wakanipa unyoya mmoja. Wakasema ya kwamba nikiwa na uhitaji nichome huu unyoya, ndege watakuja wanisaidie. Wale mchwa wakamwambia ya kwamba kuna mtu wengine wao wana manyoya, sije? Wale wakubwa wakampea, ukihitaji msaada wetu choma. Tukisikia harufu ya unyoya wetu, we are going to come help you. Wareza siweza. Yule mbu akamwambia ya kwamba nimeshiba sana, chukua pamoja, nitaenda nikichechemea, lakini nihakikishe nimekuachia ishara kwamba ukinihitaji nitakuja. Wewe nikuulize,
hauna sheria ulizozipewa na kanuni za kufuata Yesu Kristo? Zipo, si ndio? Mbona? Na akasikia amani ya kulala kungoja mitihani. Alipoamka asubuhi, akapewa chakula kizito cha mtu anayeenda kukata mkaa asubuhi. Sima na maharage. Wale ambao wamekuwa huko msituni. Kuna sehemu nyingine nilienda. Huko wanaoishi ni Waorma peke yake. Unaitwa Koromoto. Na nilienda huko peke yangu mwezi mmoja. Mahali peke yangu. Kambi nyingine ya wapendwa ni kama hapa na Lamu. Na niko hapa peke yangu. Na nikapiga mwezi mmoja ndio nikapata marafiki. Sasa alipoamka akaambiwa, mwanangu twende. Mtihani wa kwanza ni huu. Unaona hii wholesale imejaa nafaka zimechanganywa, maharagwe, pojo, kunde, mbaazi, kila nafaka unayoiona. Ninachotaka ufanye mwanangu ni kwamba kila nafaka iliyofanana uiweke mahali pake. Kama ni maharage, weka maharage mahali pake. Kama ni kunde, weka kunde mahali pake. Na ni wholesale, nyumba kubwa hapa na Lamu. Naambie Gabriel, ni wewe utafanya na ujuzi wa university. Sema wewe, kunde zimechanganywa na mahindi, pojo, mtama, dengu, maharagwe, kila kitu vimechanganyikana, unaona rangi tu. Na niokote mahindi yawe mahali pake, pojo mahali pake, dengu mahali pake, na kila kitu mahali pake. Akasikia amechoka. Lakini wakati wa safari, nilipokuwa ninainuka, wale ndege walinambia nini na walinipea nini. Kuna mambo unapewa ndugu yangu ambayo ukiyakumbuka majaribu yanakuwa rahisi. Akumbuka, kuna unyoya wa ndege nilipewa. Akafuata mkwe wake, mkwe, naomba kiberiti. Akafikiria, kumbe hata ni mvutaji huyu. Anataka kwenda kupiga stimu kwanza, ndio aone maharage vizuri, aone ndengu vizuri. Akamwambia mke wake, chukua kiberiti za kuhesabu, mpe mkwe yako, ana haja ya kupiga bastimu. Akachukua kiberiti, akaenda mpaka pale kwenye ile nyumba ile wholesale, akasimama mahali, akawasha, akachoma. Na ndege wa kila aina wakaingia kwa ile wholesale. Kunguru, davu, wa kila aina, yule ndege unayemjua. Na wakaja wakapangana. Kama kunguru wanaokota mahindi ni mahindi, kama davu wanaokota pojo ni pojo, ili wahakikishe ndani ya masaa mawili wamemaliza. Na akaambiwa, huu mtihani wa mara 3 ni siku nzima. Kwa hivyo na kuwapa hii wholesale mpaka huko kwa masaa 3. Iwe kila kitu umeweka mahali pake. Na alipowaambia, nimepewa kazi hii ndugu zangu, na sijui nianzie na wapi nimalizie na wapi, kama ile nyimbo vile ninavyoimba wale wa kizazi kipya huko. Hamjafu? Ama hakuna hapa? Hawako vizuri. Hajui aanzie wapi amalizie wapi. Na wakaja, una nini? Wakawaeleza, akasema, kaa pale tukutengenezee shughuli. Na ndege wakaingia kwa wholesale mpaka Lamu, na wakaanza kuokota mambo wakiweka ndani ya lisali 1.5 kila kitu mahali pake. Na akaenda kwa mkwe wake akidunda, maana ameambiwa amepiga mastimu, naye amepiga mastimu kweli. Akaenda akamwambia, mkwe, nimemaliza kazi yako. Akasema, la, jana bwana umekorogeka. Akasema, mkwe, twende, mbona una maziara? Wakaenda. Alipofika pale, alipotazama ile nyumba, kila kitu mahali pake, achote angalie labda atapata dengu kwa maharage wapi, au kote hapa au atapata kuna pojo wapi. Sema, mwanangu, hongera. Mtihani wa pili, akapelekwa mahali kuna ekari kama 500
naitwaje hii bivinje, imekomaza, imekomaa, huwezi ukakumbatia. Naambia mwanangu, kwa masaa 3 nataka hii shamba kwa masaa 3 hii miti yote wewe imelala. Sioni mti. Shoka na panga, faili na kila kitu. Mume ngufuze. Fikiria huu mti mmoja huu. Si ni masaa 3 tayari. Nitafanya nini mimi? Akakumbuka kuna mchwa wanakula miti vibaya. Akachukua ule unyoya, akauchoma. Mchwa walitoka kama samaki wa baharini. Una nini ndugu yangu? Una nini ndugu yangu? Vichwa vimesimama, wako tayari kwa ajili ya vita, wamsaidie rafiki yake. Sema, ndugu zanguni, unaona hii shamba nimepewa ndani ya masaa 3 niwe nimemaliza kuiangusha, na nimepewa shoka na faili na panga. Mimi na nguvu zangu hizi hapo, tulia hapo kwa kivuli, huu mti tutaoregea baadaye. Na mchwa wakaingia kwa miti. Ilikuwa kama bimbirizi, miti inaanguka. Yaani mchwa wanakula, wanaangusha miti kama upuzi. Ndani ya lisali moja wakarudi wakamwambia rafiki yangu, unaonaje kuna mtu umebaki? Ondoka na huu tumalize kazi. Hata bado anaondoka, ndio huo. Na akasikia kwamba kweli nina wasaidizi. Nikuulize, hauna wasaidizi katika ulimwengu wa roho? Si wapo? Malaika wa Mungu wamewekewa nini? Kuna malaika wa vita, kuna malaika wa furaha, wakuletea raha mpaka usikie uko tayari mbinguni. Na akaenda kwa madaa, hata shoka hakulinoa. Anaenda anajisikia sasa huyu ni wangu, sasa ni wangu kweli kweli sasa. Maana niko na wafanyikazi. Enda kumwambia mkuu, shamaliza. Wewe mwanaume gani? Acha ujinga. Akaambiwa twende. Acha zako, mimi sifuti. Na kazi yako nimemaliza. Alipoenda kuingia shamba, hakuti hata kuku ambalo limeachwa. Jamaa wamesafisha mpaka nyasi. Wamesafisha, ni miti tu ndio imelala. Yaani imelala upande mmoja, si kwamba huu umeanguka huku imelala upande mmoja chwa. Mbia mwanangu, mtihani uliobaki ni mmoja. Ukifaulu nitakufanyia sherehe unayohitaji. Kaingizwa kwa nyumba, kavalishwa kiharusi. Maana sasa mtihani ni wa kiharusi. Akaletewa wasichana wanaofanana, waliovaa nguo moja, ni macho tu ndio unayoyaona. Na msichana hakujui, alimuona kwa mtandao. Hajaonyeshwa msichana. Wakapikishwa laini karibu 100 za kuenda hivi 100 mpaka 100. Kaambiwa hawa ni binti za wenzangu, lakini yule wangu nataka kukuozesha yuko ndani yake. Kwa hivyo mtafute yule utakayeenda mpaka ujisikie huyu ndiye binti yangu. Ukimfungua ni yeye, umepata mke. Akafikiria hawa wasichana wote hawa wenye umri kama wote ni 25, kama ni height wote, hakuna mfupi mrefu mnene, wote kama ni slim, kama wote ni vichuna, vyote ni vichuna. Sasa wa mfalme ni gani jameni? Na hata sijaonyeshwa, angalau nikajua kwamba ukucha wake la kudonienda hivi. Sijaonyeshwa tokea jana nilipokuja. Akamrudia yule mfalme. Akamwambia mfalme, kiberiti kimeisha. Naomba unipe kimoja. Naomba unisaidie na chengine. Maana nataka sasa nimalize hii kazi. Na mastimu ni yale unayoyajua. Akapewa kiberiti. Na akaenda kwa choo, akaambiwa mwacheni avute vitu zake ili akuja mtambue binti yangu vizuri. Akaingia kwa choo. Akaenda akachukua ule unyoya wa mbu, akauasha. Mbu ndio huyu chwe. Akaingia kwa choo. Akamwambia rafiki yangu, unaona wale ambao wamepangwa pale?
wote ni wazuri, na wote wana height moja, na wote ni wanene. Sijui binti ya mfalme ni gani, naomba unisaidie. Mungu akamwambia ya kwamba kwa sababu ulinisaidia, nitakusaidia kutambua binti wa mfalme. Lakini hivi ninavyoenda, usiniache machoni. Vile ninavyotembea, wewe tembea na mimi. Pale nitakapopiga kona, nenda na mimi. Na Mungu alipotoka chooni, jamaa naye akampiga jicho. Sasa Mungu ndiye yule. Anaenda laini ya kwanza, akaingia. Akapenya mahali, akaenda akasukuma. Akamwambia, acheni kwangu, msimguse. Mwacheni, anataka kukagua binti yangu. Kwa hivyo mwacheni afanye sarakasi zake. Wakati akimtambua, harusi tufanye ama mnasemaje? Harusi ipo haipo? Ipo. Watu wanashangilia. Lakini jamaa yuko bize kuangalia mbu anakoenda. Ndiye yule ameingia laini ya 3. Ndiye yule mbu akipiga kona na yale kama mpiga picha vile unavyojua. Na akaenda naye, naambiwa masani 3 ndugu yangu. Akaenda mpaka kafikia mahali, akaona mbu nikana kwamba anazunguka. Na kule wakati wakiongea, alisema ya kwamba wakati ukinikosa machoni kwa ile line, yule atakaye sumbuka ama akiruka kwa sababu nikana kwamba amefinywa, ndiye binti wa mfalme. Na akaenda mavazi wamevaa ya kifahari. Si mnajua bibi harusi vile wanavalishwa? Nafasi hata sijui ni nafasi gani ambayo huwa inaonekana. Maana amefunikwa urembo umerembeka kila mahali. Na Mungu akaenda, akajua huyu ndiye binti wa mfalme. Lakini nitaingia na wapi? Maana ninataka mahali nikifinya, lazima huyu binti aruke. Unajua, wakati mwingine unaweza ukacheka maadui zako mpaka wakakuona wewe ni chizi. Kumbe sio chizi. Ufalme wa mbinguni umejaa mpaka unajisikia kwenda mbinguni. Yaani ukiitwa mahali kuna mapepo, ukiingia unaambiwa ndiye huyo, umetambulika kitambo. Na wakiambiwa toka, ni tunaenda. Maana kumeingia mtu ambaye nguvu zake, kuna wasaidizi, kuna KDF, kuna KWS, kuna Kenya Police, kuna kila aina ya polisi wa mbinguni. Mungu akapenyeza mpaka akapata nafasi nzuri. Na akaingia kwa ile basi. Najua hapa nikiweka, nikifinya vizuri ataruka. Na akaenda akakamata vizuri na akafinya. Binti ya mfalme aliruka, na yule kijana akaenda mbio na akamkumbatia. Na alipofunguliwa, harusi ikawa imekamilika. Pigie Bwana makofi mazuri. Wakati ukiwa unasafiri katika hii safari ya mbinguni, mwisho wake ni pale Yerusalemu. Mwisho wake ni pale ambapo tuliahidiwa kufika. Usiangalie shida tunazopitia mpendwa. Kuna mahali tunaelekea. Kuna mahali tunaenda kufungishwa ndoa. Kuna mahali tutasahau masikini wetu. Kuna mahali tutasahau ule ambao tuko nao. Tutasahau kutokula kwetu. Maana kutakuwa ni kwa maziwa na asali. Basi harusi kaanza. Kama vile tunaambiwa mwana kondoo atarudi na atasimama pale mawinguni, na harusi itaandaliwa. Wale ambao waliokoka wakaongoka wakamfuata Yesu watapewa mabawa, wataruka wamlaki Yesu, wawe mabibi harusi, waoleke kwa uzima wa milele. Wakati huo fikiria, ingekuwa ni wewe, ungesikia raha namna gani? Binti ya mfalme, wewe ndio unayepewa. Hata kama si wa kulia utalia. Maana ukikumbuka yale mateso uliyopitia mpaka umefika mahali pa kufanikisha safari yako, utatokwa na machozi. Na hilo ndilo litakaloenda kufanyika mbinguni. Maana Biblia inasema ya kwamba tutakapofika mbinguni, Yesu atachukua kitambaa na kutufuta
karibu mwanangu, maana hayo umeachana nayo. Ndivyo yalivyokuwa. Yule mtoto wa kiumasikini aliona umasikini umeisha, aliona kutovaa kumeisha, sasa ni kuvaa viatu kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haruni na yule mwenzake Huri wakagundua siri. Nataka ukundue siri ya kwamba wakati Yesu akiinuka na wewe unashinda, lakini wakati ukinyamaza kumuita Yesu, unaanza kuona vikwazo, unaanza kuona shida. Na sasa ni wakati wa kuinuka. Mkumbatie Yesu, kumbatia Bwana, maana yeye ndiye msaada atakaye kutoa kwa hizo shida ulizonazo leo na kuweke juu uwe taa utakaofuatwa na watu wa Lamu nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mtoto wa masikini alifanikisha safari ya kumwoa mtoto wa mfalme, wewe ni nani usiurithi uzima wa milele? Mwanzo wewe ni tajiri hata kuliko yule tuliyemtaja. Kuna watu ambao ni duni hata kuliko wewe. Kweli ya uongo? Kuna mahali unaweza ukafikiria ningekuwa hizi nguo nimebeba 5, ningeacha tea 3 angalau kwa huu mji wakisaidika. Wewe unajua kuomba. Kuna wengine hata hajapewa ufunuo wa kumjua Yesu Kristo. Una uwezo wa kurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumalize na kitabu cha Isaya 60 mstari wa 1. Isaya 60 mstari wa 1. Aliyepata asome kwa haraka tulize. Ondoka uangaze. Ondoka uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Na utukufu wa Bwana umekuzukia. Malizia hapo. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako. Malizia hapo. Na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Amen. Amen. Hapo mstari wa 1 unasema ondoka uangaze, maana nuru yako imekuzukia na utukufu wa Bwana umefika. Acha kukaa chini. Acha sasa kujilaumu. Acha sasa kusema siwezi. Kuna mtu nyuma, mtazame. Atakupa maarifa ya kuufuata na kuingia ufalme wa mbinguni. Kuna mtu hapa anakusubiri umtazame, kama vile Musa alivyowaambia wana Israeli, tazameni nyoka wa shaba, atakayetazama hatakufa. Na mimi nakwambia ya kwamba kuna malaika umewekewa hapa nyuma, ukimtazama atakupa maarifa ya kuyashinda ya dunia uingie ufalme wa Mungu. Tukasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inuka uangaze.